Mazungumzo mazito ambayo yametikisa dunia kati ya Trump pamoja na Putin yalizungumzia mambo mengi, ambapo walizungumza kuhusu vita ambavyo vinaendelea kati ya Ukraine pamoja na Urusi, miundombinu ambayo Putin amethibitisha na kumhakikishia Rais Donald Trump kwamba hataishambulia. Rais wa Marekani Donald Trump amejitwisha jukumu la upatanishi katika dhamira ya kuvimaliza vita vya miaka mitatu kati ya Urusi pamoja na Ukraine. Rais Trump pamoja na mwenzake wa Urusi Vladimir Putin walikubaliana kusitisha vita mara moja pamoja na mashambulizi katika miundombinu ya nishati nchini Ukraine. Viongozi hao wawili walikubaliana hayo katika mazungumzo ya zaidi ya saa 2 ambayo yalifanyika kwa njia ya simu siku ya jana, lakini Putin hakuunga mkono usitishwaji kamili wa mapigano kwa kipindi cha siku 30, hatua ambayo imependekezwa na Marekani. Ikulu ya Marekani imeeleza hayo kuwa ni hatua ya kwanza kabisa kuelekea amani na inatumai kwamba itajumuisha usitishwaji wa mashambulizi katika Bahari Nyeusi na hatimaye kufikisha mwisho wa mapigano hayo. Amesema kwamba hakukuwa na ishara kwamba Putin amerudi nyuma katika masharti yake ya awali ambayo yanapingwa vikali na Ukraine ili kusitisha vita hivyo. Urusi inaitaka Ukraine kurudi nyuma katika azma yake ya kujiunga na jumuiya ya kujihami ya NATO, ipunguze pakubwa kabisa idadi ya wanajeshi wake na ichukue lugha ya Kirusi pamoja na utamaduni ili nchi hiyo iendelee kuwa chini ya kivuli cha Urusi, na miongoni mwa mambo mengine. Ikulu ya Kremlin imesema kwamba wakati wa mazungumzo hayo pamoja na Trump, Putin amesisitiza tena matakwa yake ya usitishwaji wa misaada ya kigeni pamoja na kijeshi na kiintelijensia kwa Ukraine. Kwa upande wake, rais wa Ukraine Zelensky amesema kwamba anaunga mkono mapendekezo ya usitishwaji wa mashambulizi katika miundombinu ya nishati ambapo pia yamekubaliwa na Urusi. Ni kwamba anataka taarifa zaidi kutoka Washington. Akizungumza baada ya mazungumzo hayo ya Putin pamoja na Trump, Zelensky alisema kwamba nia ya Putin ni kuidhoofisha Ukraine na kwamba hayuko tayari kusitisha vita hivyo. Waziri Mkuu wa Uingereza Keir Starmer amezikaribisha hatua ambazo zimepigwa na Rais Trump kuelekea katika usitishwaji wa mapigano kufuatia timu yake pamoja na Putin. Starmer lakini amesisitiza kuwa mazungumzo ni sharti yaelekee katika haki pamoja na amani ya kudumu kwa Ukraine. Baada ya mazungumzo hayo ya viongozi wa Marekani pamoja na Urusi, kulisikika mlipuko pamoja na ving'ora kulia katika mji mkuu wa Ukraine, Kyiv. Mamlaka katika mji huo ziliwataka raia kujificha wakihofia mashambulizi ya angani ya Urusi. Rais Zelensky amesema kuwa vikosi vya Ukraine vitaendelea kupigana katika eneo la Kursk nchini Urusi kufuatia siku kadhaa za majeshi ya Urusi kusonga ndani katika eneo hilo.